Wewe mwana, nisikilize kwa makini. Mbona nimekwambia masuala ya chakula afu dakika za mwisho mimi nakuona kama vile unataka kuondoka. Vipi tena? Yaani mume wangu hapa nishachelewa. Yaani huko nimepigwa simu na mashoga zangu, yaani shengesha ndo zimeanza. Yaani hapa nikisema nikuwekea chakula mume wangu mimi ndo nitazidi kuchelewa. Ila tu mume wangu mimi kwa ninavyokupenda, nimekupikia kila kitu kipo tayari. Wewe ndo utakuchukua tu hapo chini ule sawa. Mimi nakwambia hivi nakuja sasa hivi. Wewe mwana, sikiliza basi, njoo basi. Hiyo shughuli naenda kuolewa wewe au vipi mke wangu? Mume wangu sasa maswali gani? Nishakwambia chakula kipo ndani, mimi huko mashoga zangu wananisubiria na bila mimi hiyo shughuli yani haifai. Yaani bado haijakuwa shughuli. Yaani hapo umekaa na nisubiria mimi. Si unanijua? Nisikilize basi. Ukiamsha. Mwana nisikilize, vipi nyinyi dada wabuza, mbona mnakuwa hivyo jamani? Sikia. Ndio chakula uniwekea hapa ndio uondoke hapa hapo. Unesi ukoje? Wewe unataka tu vipindi vinipite mimi huko. Wanawake wabuza vipi? Kuba babaki. Hapa nimeoa nini yani? Hata nimeoa jini. Leo kazi ipo. Kazi ipo leo. Yaani kwa nasema nachelewa. Mume wangu maji ya kunywa hapa Nikombe kiapo utakunywa sawa? Wewe mwana, afu mboga papo juu, utachukua mboga papo juu. Kazi ipo leo. Leo kazi ipo. Kazi ipo leo. Hiki nini tena jamani? Mume wangu. Lizo. Wewe Lizo. Fungua mlango bwana. Au kisa ndo nimeenda kwenye shughuli jamani. Lakini si nimemwaga mimi jamani. Mbona unataka kunifanyia kama hivi? Wewe Lizo. Jamani. Sasa mimi nitaenda wapi usiku huu? Mabegi yote kanitolea nje jamani, huyu mwanaume. Mbona alombaya hivi huyu? Ila makweli mwanamke mjinga uvunja ndoa yake kwa mikono yake yeye mwenyewe.